Naam, habari za muda huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuonyeshe na ni kujuze yale ambayo yanaendelea leo mahakamani Dar es Salaam ndani ya kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu. Katika kanda na picha zilizosambazwa mtandaoni moja kwa moja kutoka mahakama ya Dar es Salaam leo inaonyesha Tundu Lissu akiweza kuongozwa na maafisa wengi wa jeshi la polisi chini ya ulinzi mkali wakiweza kumfikisha ndani ya mahakama ya Dar es Salaam tayari kwa awamu nyingine ya kusikilizwa kwa kesi siku ya leo. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu inaendelea leo asubuhi katika mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam. Alifikishwa mahakamani chini ya ulinzi mkali huku maafisa wa polisi wa Tanzania wakiwekwa ndani na nje ya eneo la mahakama. Wafuasi na wananchi walikusanyika kwa mbali asubuhi ya leo huku mamlaka ikidumisha udhibiti mkali wa sehemu za kufikia ndani ya mahakama hiyo. Kesi hiyo inaashiria kikao kingine muhimu leo katika kesi yenye nambari 19605 ya mwaka 2025. Kesi hiyo ya Tundu Lissu inasikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu leo pia wakiongozwa na Jaji Dastani Nduguru. Kikao cha leo kinatarajiwa kuangazia ushuhuda muhimu kutoka kwa shahidi anayelindwa na anayefichwa wa siri ambaye pia anadaiwa kuwa ni afisa wa polisi. Uwepo wa usalama karibu na mahakama kuu asubuhi ya leo ulionekana kuimarishwa ikilinganishwa na kesi za awali za Tundu Lissu. Maafisa wenye silaha kali waliwekwa kwenye lango kuu na kando ya barabara za karibu. Maafisa wa mahakama walifanya uchunguzi wa kina wa watu wanaoingia ndani ya jengo hilo tayari kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Hatua hizo zimeongezwa kufuatia uamuzi wa mahakama uliotolewa jana kuhusu pingamizi zilizotolewa na Tundu Lissu. Mamlaka zilisema kuwa mipango ya usalama ilikuwa ya tahadhari, hali ya kuzunguka koti ya mahakama ilibaki kuwa ya wasiwasi lakini ya utaratibu. Katika kikao cha Jumatano, mahakama hiyo ilitoa uamuzi wa mapingamizi matano ya awali yaliyowasilishwa na Tundu Lissu ambaye anajiwakilisha katika kesi hiyo kama wakili wake binafsi. Mapingamizi manne kati ya hayo yalitupiliwa mbali jana na benchi hilo la majaji. Hata hivyo, kesi hiyo bado haijaweza kuanza ikiwa tayari ni saa 3 asubuhi ya leo, lakini watu wameanza kumiminika. Viongozi mbalimbali kutoka Chadema na vyama vingine vya upinzani wameonekana kufika katika eneo hilo la mahakama tayari kusikiliza awamu nyingine ya kesi hiyo. Hata hivyo, pingamizi moja la jana lilikubaliwa, hasa kuhusu matumizi ya eneo la mashahidi lililojengwa maalum kwa ajili ya mashahidi wanaolindwa. Hata hivyo, eneo hilo tayari limetayarishwa leo kwa kesi hiyo kusikilizwa na shahidi huyo. Tundu Lissu alidai kuwa utaratibu huo awali kama ulivyopangwa awali uliwazuia hata majaji kumuona shahidi huyo. Alidai kuwa uanzishwaji kama huo unaweza kuathiri haki ya kesi. Mahakama ilikubaliana kwa sehemu na wasiwasi huo na ikalazimika kuahirisha kesi hiyo hadi siku ya leo ili sehemu hiyo iweze kurekebishwa. Katika uamuzi wake, mahakama iliamua kwamba ingawa hatua za ulinzi wa mashahidi zinaruhusiwa, mpango huo lazima uruhusu majaji kumtazama shahidi wakati wa kutoa ushahidi. Mahakama iliamuru marekebisho kwenye eneo hilo ili kuhakikisha kwamba kunafuatwa na viwango vya kisheria. Majaji hao walisisitiza hitaji la kusawazisha usalama wa mashahidi wa siri na haki ya mshtakiwa ya kusikilizwa kwa haki. Uamuzi huo ulielezewa kama ufafanuzi wa kiutaratibu badala ya mabadiliko makubwa katika kesi hiyo. Baada ya uamuzi huo, swala hilo liliahirishwa ili kutoa nafasi ya marekebisho. Usikilizaji wa leo unaendelea kwa kuzingatia agizo hilo. Upande wa mashtaka hapo awali ulidai kuwa shahidi wake wanne angetoa ushahidi wake chini ya hatua za ulinzi na za usiri. Kulingana na rekodi za mahakama, shahidi huyo anadaiwa kuwa afisa wa polisi wa jeshi la Tanzania. Utambulisho wa shahidi haujafichuliwa hadharani. Upande wa mashtaka unashikilia kuwa hali ya ulinzi ni muhimu kwa sababu za kiusalama. Hata hivyo, kwa maagizo ya mahakama yaliyorekebishwa, shahidi sasa anatarajiwa kuonekana kwa majaji wakati wa kutoa ushahidi. Itifaki zingine za usalama hata hivyo zinabaki mahali pake. Mahakama pia ilitoa mwongozo wa jinsi kikao cha leo kingeendelea kulingana na utayari wa chumba cha mashahidi. Ikiwa marekebisho yalikamilishwa kwa wakati, upande wa mashtaka unaweza kuendelea na shahidi aliyelindwa kama ilivyopangwa leo.
Ikiwa sivyo, upande wa mashtaka uliruhusiwa kumuita shahidi asiyelindwa badala yake. Unyumbufu huu ulitolewa ili kuzuia ucheleweshaji usio wa lazima katika jaribio, ikifahamika kwamba kesi hii ya Tundu Lissu imecheleweshwa sana toka mwaka jana. Majaji hao walisisitiza kuwa kesi hiyo inafaa kuendelea bila kukatizwa. Jukumu lake liko kwa upande wa mashtaka kuamua hatua yake. Aidha, mahakama ilifafanua kuwa kesi hiyo haitasitishwa kutokana na marekebisho ya vyumba. Ikiwa chumba cha kwanza cha masjala mahakama kuu ya Dar es Salaam kilikuwa bado kinafanyiwa marekebisho, chumba kingine cha mahakama ndani ya majengo hayo hayo kingetumika. Benchi ilisisitiza kuwa masuala ya vifaa hayatasimamisha usikilizaji. Maagizo haya yanaashiria nia ya mahakama kudumisha kasi katika kesi hiyo ya Tundu Lissu. Waangalizi wa kisheria walibainisha kuwa maamuzi hayo ya kiutawala yanaonyesha uzito ambao suala hilo linashughulikiwa. Kesi hiyo inaendelea chini ya uangalizi wa karibu wa umma na inatarajiwa kuanza wakati wowote asubuhi ya leo. Uamuzi wa Tundu Lissu kujiwakilisha umeongeza mwelekeo wa kipekee kwenye kesi hiyo. Katika muda wote wa usikilizwaji, yeye binafsi ameibua pingamizi la kisheria na kuwahoji mashahidi. Upinzani wake uliofanikiwa kuhusu eneo la mashahidi ulionekana kama ushindi wa utaratibu. Hata hivyo, kutupiliwa mbali kwa mapingamizi mengine manne ya Tundu Lissu kunamaanisha kwamba vipengele vingi vya muundo wa kesi ya mwendesha mashtaka hubakia sawa. Mabadilishano ya mahakama wakati fulani yamekuwa makali, lakini yanasalia ndani ya utaratibu wa mahakama. Majaji wamesisitiza mara kwa mara kufuata utaratibu wa kisheria. Wakiwa nje ya ukumbi wa mahakama, wafuasi wa Chadema wamekuwa wakifuatilia kwa makini yanayoendelea. Ingawa mikusanyiko imezuiwa na vikwazo vya usalama, maslahi ya umma yanasalia kuwa juu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kesi hiyo kuwa yenye athari kubwa kwa hali ya kisiasa ya nchi. Mashtaka ya uhaini yana madhara makubwa ya kisheria. Matokeo yake, kila uamuzi wa utaratibu unachunguzwa kwa karibu. Hata hivyo, kesi hiyo inaendelea kuvuta hisia za kitaifa na kimataifa. Wataalamu wa sheria wamebainisha kuwa suala la mashahidi wanaolindwa na wasiri ni nyeti, hasa katika kesi za hali ya juu. Mahakama hiyo ya Dar es Salaam lazima ziabiri kwa uangalifu kati ya kuhakikisha usalama na kulinda mchakato unaostahili. Uamuzi uliotolewa jana unaakisi kitendo hicho cha kusawazisha. Kwa kuwataka majaji waweze kumwona shahidi, mahakama ilisisitiza kanuni ya uwazi katika kesi za kimahakama. Wakati huo huo, ilishikilia uhalali wa ulinzi wa shahidi inapobidi. Mbinu hii ya pande mbili inalenga kuhifadhi uadilifu wa kesi. Kwa hivyo, kesi hii ya leo itakayosikilizwa inatarajiwa kufafanua ikiwa upande wa mashtaka utaendelea na shahidi anayelindwa au kumuita afisa mwingine badala yake. Waangalizi wanaelezea hali kama moja ambapo hatua iko kwa upande wa mashtaka. Uamuzi huo unaweza kuathiri sauti ya shughuli za siku. Ikiwa shahidi anayelindwa atatoa ushahidi, itaashiria hatua muhimu katika mchakato wa ushahidi. Shahidi mwingine akitokea, ushuhuda unaolindwa unaweza kuahirishwa. Hata hivyo, vyovyote vile, kesi hiyo inaendelea. Kuwepo kwa benchi ya majaji watatu leo pia kunadhihirisha uzito wa mashtaka. Jaji Nduguru akiwa ni jaji mfawidhi akiendelea kuongoza shauri hilo pamoja na wenzake. Jopo limedumisha mbinu iliyopangwa na kupimwa katika muda wote wa usikilizwaji. Kila maombi na pingamizi limeshughulikiwa kupitia uamuzi rasmi. Ushughulikiaji wa mahakama wa suala la kufungwa unaonyesha mwitikio kwa hoja za kisheria zilizowasilishwa na upande wa utetezi. Uwazi kama huo wa utaratibu ni msingi wa kudumisha imani ya umma. Kuna dalili iliyotolewa kuhusu muda wa kuhitimisha kesi hiyo leo. Upande wa mashtaka unaendelea kuwasilisha mashahidi wake kwa mfuatano. Tundu Lissu anabakiza fursa ya kupinga ushahidi na kumhoji kila shahidi. Utaratibu huo unatawaliwa na utaratibu uliowekwa wa jinai. Pande zote mbili zinaonekana kuwa tayari kwa ajili ya kuendelea na mzozo wa kisheria. Maendeleo katika kesi hii yanakuja huku kukiwa na mijadala mipana ya kisiasa nchini. Akiwa kiongozi wa Chadema, Tundu Antipas Lissu bado ni mtu maarufu wa upinzani. Kwa hivyo kesi za kisheria hubeba mvuto wa kisiasa zaidi ya chumba cha mahakama. Hata hivyo, idara ya mahakama imesisitiza kuwa suala hilo ni la kisheria. Majaji
wamegoma kutoa maoni yao kuhusu tafsiri za kisiasa. Mtazamo unabaki kwenye ushahidi, utaratibu na kuzingatia sheria. Usikilizaji wa kesi unapoendelea, uangalizi unabaki kuzingatiwa ikiwa marekebisho ya eneo la mashahidi yanakidhi viwango vya mahakama. Ikiwa shahidi anayelindwa atachukua msimamo, itajaribu mipangilio iliyorekebishwa. Ikiwa upande wa mashtaka utachagua afisa asiyelindwa, kesi zinaweza kuchukua mkondo tofauti mara moja. Kila hali inaonyesha juhudi za mahakama kudumisha mwendelezo. Maendeleo ya siku yataunda hatua inayofuata ya jaribio. Kwa sasa Mahakama Kuu ya Dar es Salaam imesalia kwa kitovu cha kesi inayofuatiliwa kwa karibu nchini Tanzania na nje ya nchi. Mtazamaji, ni hayo ambayo nimefanikiwa kuyajua sasa hivi kuhusiana na kesi hii ya Tundu Lissu ambayo inatarajiwa kuanza wakati wowote asubuhi ya leo huko Dar es Salaam katika mahakama hiyo. Na vile mtazamaji, bonyeza alama like kisha subscribe na ubonyeza alama kengele. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kupata ripoti moja kwa moja kutoka Dar es Salaam mahakamani ndani ya kesi hii ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu. Vile nijuze maoni yako kuhusiana na swala hili la kesi hii ya uhaini ya Tundu Lissu, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.